ndugu zetu kabisa wa karibu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu. Kabla sijaendelea, kwa majina yangu ninaitwa Baraka Jackson Kivambe, katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Njombe 2020. Pamoja nami nimeongozana na viongozi wenzangu. Wa kwanza ninaye mwenyekiti wa wilaya ya Njombe Mheshimiwa Kamanda Seth Wegula yuko hapa, lakini pamoja nami nimeongozana na katibu wa jimbo la Makambako Mheshimiwa Daudi Tweve yuko hapa, na diwani mstaafu pia 2015-2020. Tulipopokea taarifa ya ndugu yetu Chadema, kwanza tulishtushwa kwa sababu tunajua ni kweli kwamba msiba haujawahi kuzoeleka, lakini kila msiba unakuja na maumivu yake. Kwa hiyo Chadema tulipokea kwa masikitiko makubwa, na kwa sababu hiyo tuna sababu ya kuwapa pole familia, lakini pia viongozi wenzetu, wanasiasa wenzetu, lakini pia wanajamii nzima ya mkoa wa Makambako, mkoa wa Njombe, kwa sababu Oscar Mdoba alikuwa mwenyekiti wa ACT Wazalendo mkoa wa Njombe. Na sisi huwa tunaamini yatima silaha yao ni umoja. Vyama vya upinzani silaha yetu kubwa ni umoja. Kwa hiyo yanapotokea mambo haya tunaamini katika umoja. Kwa hiyo nitoe pole nyingi sana katika mazingira yote na kwa viongozi wote. Lakini pili, naomba niseme mambo mawili. Biblia kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya 29 mstari ule wa 2, Biblia inasema wenye haki watawalapo watu hufurahi. Lakini pia Mithali 14 mstari wa 34, Biblia inasema haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wote. Nataka kusema nini kwenye maeneo haya? Oscar Mgoba aliamini katika kupigania haki, aliamini katika kuisema haki. Ni bahati mbaya sana leo tunao watu wanaotamani kuisema amani kabla ya kuisema haki. Na mimi niombe nitumie hadhara hii kuisema kwamba jambo la kwanza ambalo limesemwa kwenye Biblia kwamba linaweza kuinua taifa ni haki peke yake na sio vinginevyo. Pale ambapo tutaanza kutamka amani, naomba tuanze kuisema haki kwanza. Haki iwe kwenye familia, haki itendeke. Haki kwenye kanisa, haki itendeke. Haki kwenye jamii, haki itendeke. Bila kutendeka haki, hakuna amani ambayo inaweza kutokea. Lakini kwenye hii niliyosoma 29 mstari wa 2, leo hii tunao viongozi ambao watu wanaposimama, watu wanabaki wananungunika. Biblia inasema mwenye haki atawalapo watu hufurahi. Niombe viongozi wote wa kiserikali, ngazi zote ambazo wanaweza kusimamia, simamieni haki, simamieni kweli, simamieni uadilifu. Watu watafurahi, watu hawataumia. Kinyume na hapo, watu wataumia. Nimalize kwa kusema tunaamini familia imeumizwa, sisi sote tumeumizwa, majirani wameumizwa na hili lilotokea. Tuendelee kusema pole, lakini jambo kubwa ambalo tunapaswa kuliamini ni kwamba mtumaini Mungu katika kila eneo. Msianze kutafuta ameondokaje, amekwendaje. Hii ni njia yetu sote na wote tutapita. Ni bahati nzuri tu Turugia la kwetu la Kiluteli nasema hata miongoni mwetu wa kwanza kuondoka, maana yake kumbe yuko atakayeondoka wa kwanza miongoni mwetu. Kwa hiyo vyema tukajiandaa, lakini katika mazingira yote tumtegemee Mungu. Kama Chadema na sisi tukasema hatuwezi kuja mikono mitupu,
tumekuja na kiasi cha shilingi 100,000 tutakabidhi familia kwa utaratibu ambao tutakuwa tumekubaliana nao. Na Mungu awabariki, iweni na amani katika Kristo Yesu, na Mungu awabariki sana. Na mimi ninayezungumza naitwa Stanley Exaudi Pembati, ni katibu wa ACT Wazalendo mkoa wa Njombe. Na mimi sitazungumzia sana mambo mengine, nafikiri tutaendelea kuzungumza bila kupoteza muda, lakini mimi nitazungumza machache. Kabla sijazungumza haya machache, salamu za viongozi wa kitaifa, nimeambiwa baada ya nusu saa watakuwa hapa, najua watatukuta nyumbani, wana salamu za kutosha. Lakini pia kuna taarifa, kuna historia fupi ya kisiasa ambayo nitasoma, baada ya hapo nitakuwa nimemaliza. Ya kwanza, watu watambue kwamba Oscar John Mgoba, pamoja na kwamba kuna baadhi ambao walimchukulia poa, alituletea viongozi wa kitaifa kuhakikisha tunasapoti mambo mbalimbali ikiwemo kanisa la KKKT Ihami. Jambo la pili, alipambania upatikanaji wa mawasiliano kijijini, ambapo tulipata mnara katika kijiji hiki cha Ngamanga. Jambo la tatu, alifanikiwa kupambania maendeleo ya mkoa wa Njombe kuhusu Mchuchuma na Liganga. Mambo haya tuliwasilisha kwa viongozi wa kitaifa na hakika walitusemea pamoja na vyama rafiki. Jambo la nne, alisaidia ujenzi wa shule ya sekondari. Hii tuliita pamoja na viongozi wa kitaifa, ambapo Zito Zuberi Kabwe alileta mifuko 600 pale Ludewa. Alishaomba milioni 500 kwenye chama pamoja na sapoti ya wadau wengine ili tuweze kupata shule shikizi. Lakini mwisho alipambania haki za watu mbalimbali, polisi na mahakamani, kuhakikisha haki inapatikana. Ama hakika mwamba umelala, hatuna namna. Pumzika kwa amani, tutakukumbuka. Asante.